Kwa jina naitwa Salim Alaudin Hashim, mbunge wa jimbo la Ulanga. Hizi siku mbili tarehe 13 na 14 niliamua kukaa ofisini kwenye ofisi ya jimbo la Ulanga, kwenye ofisi ya mbunge. Nia na madhumuni ilikuwa kusikiliza kero za wananchi, ambako mpaka sasa hivi nimesikiliza wananchi zaidi ya 500 ambako wote walikuwa na changamoto tofauti. Lakini kitu ambacho nimejifunza zaidi ni kwamba wananchi hawa wengi wana changamoto zao binafsi kuliko zile za pamoja. Wengi waliokuja, wengine walieleza zile changamoto za kijamii, lakini wengi walikuwa ni wajasiriamali, wakiwemo mamalishe, wakiwa wafanya biashara ndogo za mboga, wakiwa wafanya biashara wengine, lakini changamoto yao kubwa sana ilikuwa ni sehemu ya mitaji. Kwa hiyo katika hizi siku mbili nimejaribu kuhudumia mamalishe zaidi ya 100, ambako nimeweza kuwapatia mfuko mmoja wa ngano pamoja na mafuta ya kula ili waweze kujikwamua kwenye hizi biashara zao ndogo, ambako wengi walikuwa ni kina mamalishe, lakini walikuwa wanakwama tu mtaji, kuna vitu vimepungua, tulikuwa nimeamua kuwajazia hivyo. Lakini pia kuna wale ambao pia wana biashara ndogo pia nimejitahidi kuwapatia mitaji midogo, kwa sababu pia kuna zoezi linaloendelea kwa mheshimiwa mbunge ambalo linaitwa Kota na Mheshimiwa Salim, ambako pia tuliweka hela linawafikia wafanyabiashara ndogo, ambako mfanyabiashara ndio anaweza kupata kuanzia shilingi 50,000 mpaka laki mpaka 200,000 kutokana na biashara anazofanya. Sasa hilo jambo lilikuwa linaendelezwa na linafanywa na ofisi ya mbunge chini ya katibu wangu wa jimbo. Sasa hili niliamua kuja kulifanya mwenyewe, na hizi siku mbili nimetumia zaidi ya milioni 13 ambako wananchi hao nimeweza kuwahudumia. Tunaamini kuna wale ambao ni wengine ni waongo ambao, lakini kuna wengine kweli ni kweli. Kwa hiyo watu ambao nimeweza kuhudumia zaidi ya 500, manake kuna ambao hata 100-200 wataenda kufanikiwa kwenye maisha yao na kuhudumia familia zao. So ni jambo kubwa ambalo hilo nimefanya, na jambo kubwa ambalo naenda kulifanya hii ilikuwa ni mwanzo wa tarafa ya Vigoi. Kwa jimbo lina tarafa 4. Tutajipanga tena kwenda kufanya kwenye tarafa zingine 3 zilizobakia, tarafa ya Mwaya, Ruaha pamoja na Upero. Kwa hiyo tutaenda kufanya hivyo, haijulikani ni lini, lakini tutapokuwa nimepata muda nitaenda kufanya. Lakini changamoto ni kubwa, jambo limefanya ni jambo jema, lakini lazima kutakutokea changamoto. Kuna mtu hajapata nafasi ya kuonana na mimi, kuna mtu hajaridhika na kile ambacho nimekifanya, lakini nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kuwafikia watu kidogo ili kuweze kujua kero zao na matatizo yao kwa jumla. Tumepokea wagonjwa wengi sana, wengine ambao tumewasafirisha kwenda Muhimbili, wengine Ifakara kwa ajili ya kufanya matibabu. Kwa hiyo ni kazi ambayo nimeenda kuifanya, na nitakuwa ni muendelezo kwa kazi zangu kwenye kipindi cha miaka 5.